Jana kulikuwa kuna taarifa ya kuachiliwa wafungwa 80 wa Kipalestina, na sikuizungumza kwenye mazungumzo ya jioni. Sio kwamba sikuiona, niliona, lakini nilitaka niweke pembeni kwa sababu inafikirisha watu, imekuaje, wameachiliwaje, kwa sababu gani? Kwa sababu hamna usitishaji wa hamna yote. Walioachiliwa ni waliachiwa kwa sababu ya unyeti wa kuachiwa. Hawa kati yao karibu wote ni wale ambao wamekuwa na mahitaji maalum, matatizo ya kiafya, hasa ndio liliokuwa limetazamwa, waliodhoofika, wagonjwa, na ndio sababu karibu wengi kati yao baada ya kuachiliwa tu moja kwa moja wamepelekwa hospitali. Wengi wamepelekwa hospitali. Bado unakaa unawaza na unafikiria kuwa kukamatwa kwao, kupelekwa magerezani kwao, kuachiliwa kwao kunaleta taswira gani? Kwa sababu zaidi ya 90% kati yao walikamatwa hali ya kuwa wakiwa wazima kabisa. Yani athari ya hayo maradhi ambayo wengi wameachiliwa wakiwa nayo wameyapata kwenye magereza ya Israeli. Bado kuna kitu unaamini kinaitwa hukukul insan, Waarabu wanasema haki za binadamu, au unaweza kuamini kuhusu sheria za kimataifa, haki, bado unaamini. Kwa unaweza kupata jibu kuwa mambo mengi yaliyopo ulimwenguni sio halisi, na mimi huwa napenda kurudia kusema kauli yangu, vitu unavyoviona na kuviamini sio vitu halisi, ni vitu feki kabisa ambavyo vimewekwa kwa ajili tu ya kulinda baadhi ya watu, jamii na nchi fulani, lakini sio kuwa hivi vitu ni halisi, sio halisi. Katika kundi hili aliachiliwa Ahmad Manasra. Ahmad Manasra naweza kusema kuwa ni mfungwa mtoto ambaye ni maarufu zaidi duniani. Ahmad Manasra alikamatwa akiwa na umri wa miaka 13. Miaka 13. Amekaa gerezani kwa miaka 10. Hebu fikiria miaka 13, umri wa mtoto ambaye alikamatwa. Yeye na ndugu yake Hassan Manasra walishutumiwa kwa kumdunga kisu mlowezi. Ilikuwa ni ukingo wa magharibi, na Hassan alipigwa risasi na kuuawa pale pale. Hii ilikuwa Jerusalem, lakini Ahmad aligongwa na gari na akashambuliwa na walowezi kwa kiwango kikubwa. Ukitazama kuna picha za video ambazo zilitrendi sana miaka hiyo ya nyuma zikimuonyesha Ahmad Manasra akiwa chini anazagaa, yani chini, akiwa na umri wa miaka 13, kudamu zikimtiririka. Video hiyo ilikuwa ikipostiwa kwenye mitandao, tena yani kwenye mitandao ya Waisraeli ilikuwa wanafurahia ile hali, yani wanashangilia. Just imagine, mahakama ya Israeli inakuja kuthibitisha mwaka 2021 kuwa Ahmad hakushiriki wala hakuhusika kwenye tukio la kumshambulia mtu kwa kisu. Nataka kukujengea picha fulani ambayo uelewe. Mimi na kijana wangu ana miaka 10. Mwezi wa 7 anavuta miaka 11. Lakini kila nikimtazama ni mdogo sana. Yani ile miaka 11, miaka ni mdogo sana. Nimekuwa nikilizungumza hili kwa kupima umri, hata pale ilipokuja swala la kuona kwa nini askari wa Israeli wanafanya uhalifu afu wa hovyo, yani wanajirekodi, wanafanya vitu. Nikawa nawaambia kuwa katika kundi la askari wengi wa Israeli unakuta wengi ni watoto. Yani askari anakufa na vyeo na miaka 22. Ana vyeo, wanaokufa miaka 19, 20, 21, yani 25 ni mtu mzima sana. Yani huyo kaisha kuwa na vyeo vingi sana. Lakini nikawa nakupa mfano na kwambia, hebu chukulia mtoto wa miaka 20, mwanao, hata akiwa anakuendesha kwenye gari, wewe hutulie wala huwezi kulala usingizi. Humuamini, sisemei apewe ndege ya kivita, sisemei apewe bunduki, sisemei amepewa njia ya kushusha makombora. Ndio maana idadi kubwa ya wanajeshi ambao wanakuwa military reserve wa Israeli waliostaafu
wengi wana matatizo ya akili, kwa sababu kuna vitu walivifanya katika umri ambao hauna maamuzi. Unajua, mwanaume mtu mzima, kwangu mimi huwa naona maamuzi juu ya miaka 30 anaweza kuwa mtu mzima, na hili lichukue, liweke kwako, lifanyie tathmini. Kitu kimoja utagundua kuwa hata pale tunapotaka kuozesha watoto wetu, au tunataka watoto wetu waoe, au tunapoanani, inapaswa kweli tuozeshe kwenye umri wastani umri, lakini mwanaume kamili anayejitambua ni miaka 30. Miaka 27, 28, 25 kushuka chini ni umri wa mihemko. Ni umri ambao nadhani wengi wenu mna majibu ya kutosha. Sasa unakuta kwenye familia zetu, mfano kijana na miaka 25, tunamuozesha mtoto wa kike miaka 20, tunawapa uhuru wakaishi kwa wawili. I say, umechukua dumla petroli na kiberiti umeenda kuvifungia kwenye chumba. Hakuna kitu kitacho nani. Watalipuka tu. No way. Vyovyote watalipuka, kwa sababu still miaka 25 kwa mtoto wa kiume ni bado sana. Bado hajawaza zaidi kuhusu familia, watoto. Ni tofauti kidogo na mtoto wa kike miaka 20, mawazo yake yanakwenda juu ya umri wa miaka 30. Wa mtoto wa kiume anawaza familia, mume, watoto, ndugu, hilo analiwaza. Ni tofauti na watoto wa kiume. Kwa hiyo nataka kukupa kwenye age, yani uweze kugundua kuwa mtu kwa umri fulani anaweza kufanya maamuzi sahihi katika umri fulani. Kwangu mimi mwanaume sahihi wa kuoa ni miaka 30. Mtoto wa kike haijalishi ana umri gani, huko anaweza wakaisha akiwa na miaka 18, miaka 17, 20, anaweza kukaa na mwanaume wa miaka 30, lakini huyu mtoto wa kike mwenye miaka 20 hawezi kuishi na mwanaume wa miaka 23. Ndoa zao labda zishikiliwe na familia. Na siku hizi wao hawataki kukaa kwenye familia. Wakiona anauliza kabisa, unakaa wapi? Kama unakaa kwa wazazi, mimi sitaki. Lakini wangejua, wangeishi kwa wazazi ili waweze kunusuru ndoa yao, kwa sababu wazazi wanaweza kuimonitor ile ndoa, wakawa wanaitazama, kwa sababu wameshakuwa matured, wanajua nini kinaendelea. Mtoto wa kiume akichelewa kurudi, wazazi wake wanamuita, wewe ulikuwa lakini mkikaa wawili huwezi kuinusuru. Na ndio maana ndoa nyingi zinasambaratika katika umri, kwa sababu ni vijana wadogo sana ambao walikuwa wanatakiwa wawe chini ya uangalizi. Wazee watatuambia kuwa sisi tulioa tukiwa na umri mdogo, lakini nyinyi hamkutoka kwenye familia zenu, mlibaki na wazee wenu mpaka mlivyotuzaa, wengine mkafikisha watoto 3, 4 ndio mkaruhusiwa kutoka. Wazee walikuwa na hekima, kwa sababu wanapokuja watoto na familia tayari inakuwa ni connection ambayo kuwa hapo umeiunga familia, na mwanaume akishakuwa na watoto 2, 3 tayari anaanza kufika kuwa mtu mzima, anaanza kujitambua na kuanza kuthamini zaidi familia. Kwa hiyo wakati mwingine mazoea ya familia pekee yanaweza yakamfanya asitoke. Nazungumza umri miaka 20 ni umri mdogo. Sasa Ahmad Manasra anakamatwa akiwa na umri wa miaka 13. Jamani, 13 kwa sisi hapa ni mtoto wa darasa la 6, mtoto wa class 6. Hebu mfikirie huyo mtoto wa class 6 ambaye anakutana na kadhia ya kuua ambayo anapewa, anakaa kwenye kifungo cha gerezani kwa miaka 10, gereza lenye unyanyasaji wa hali ya juu. Kuna wakati familia yake ilikuwa inatoa taarifa inasema kuwa Manasra alikuwa anafungiwa kwenye chumba cha peke yake kwa kila siku kwa saa 23. Yaani saa 23 katengwa. Kwa hiyo akaanza kupata matatizo ya akili. Huyu ni mtoto mdogo ambaye kuna wakati anasema aliwahi kujidhuru, kujiumiza, kutaka kujiua, kwa sababu kwa yale anayokutana nayo. Amezuiliwa kukutana na watu wote wanaoweza kumpa maneno mazuri na muhimu. Toka alivyoshikiliwa ni mwaka 2021 ndio aliweza kuruhusiwa kukutana na daktari wale wasiokuwa na mipaka, kujaribu, yani daktari wa psychology, kujaribu kuzungumza naye kidogo huyu Manasra. Hebu fikiria hilo. Sasa ameachiliwa baada ya miaka 10, na yeye ameachiliwa ni kwa sababu tayari na yeye ana matatizo. Alikamatwa akiwa mtoto mdogo, anatoka akiwa kijana mdogo, lakini tayari naye ana matatizo ya akili. Dunia iko wapi? Ulimwengu uko wapi? Ile haki inayozungumzwa duniani iko wapi? Nini kinachotokea hivi sasa? Kuna mtu umesikia labda katika vyombo ambavyo vinaamini kuhusu haki, vinavyoamini kuhusu lolote, wamewahi kumzungumzia Manasra? Ukiingia kwenye
kuna jarida moja la Iran wameweka picha yake juu kwa miaka kuanzia toka utoto wake, wamekuwa wakimuonyesha Manasra na wamemfanya kama kielelezo cha uhalifu ambao unaendelea duniani. Tena ipo kwenye press, ukiingia kwenye ukurasa wa Irani wa press utaikuta imewekwa hashtag ya jailed without charge, yani na picha yake imewekwa Manasra amewekwa gerezani bila ya mashtaka kwa miaka 10. Sijui dunia inahitaji uhalifu wa aina gani iweze kuthibitisha kuna uhalifu unafanyika duniani. Sielewi dunia inataka uhalifu wa namna gani. Kwa hiyo Wapalestina 80 waliachiliwa, lakini sio kuwa wameachiliwa kwa kheri. Hawa wote wana matatizo yao yote ni ya afya. 90% ya matatizo yote walioyapata wameyapata kwenye magereza ya Israeli. Unyanyasaji, kila kitu kimetokea, ubakaji na kila kitu kimetokea kule. Lakini who can take action? Watu wote tunalalamika, tunaongea.